Vikosi vya Ukraine ambavyo vimebakia katika mkoa wa Kursk ulio mpakani mwa Urusi vimevunjika moyo na wengi wao wanajisalimisha kwa Urusi kufuatia kushindwa kwenye uwanja wa vita. Afisa wa jeshi la Urusi ameweza kusema hivyo kuhusu ya kwamba vikosi au wanajeshi wa Ukraine ambao wamebakia huko mkoani Kursk nchini Urusi, wengi wao wamekata tamaa na pia wengi wanajisalimisha kwa vikosi vya Moscow. Tunawachukua mara kwa mara wafungwa wa wafuasi wa Ukraine wamevunjwa moyo. Naibu kamanda wa kikosi cha 30 cha bunduki za magari cha mapigano cha kaskazini mwa Urusi chenye ishara ya wito Yesenini kiliweza kuambia hivyo waandishi wa habari kuhusu taarifa hii. Jenerali wa jeshi Valery Gerasimov, mkuu wa wafanyakazi wa jumla wa vikosi vya wanajeshi wa Urusi na naibu wa kwanza na waziri wa ulinzi, alisema tarehe 12 Machi ya kwamba takriban wanajeshi 430 wa Ukraine walikuwa wamekamatwa katika mkoa wa Kursk na wanajeshi wa Urusi. Kwa maneno yake alisema wanajeshi wa Ukraine walikuwa wakijisalimisha kwa bidii walipokuwa wakikubali ukweli ya kwamba upinzani zaidi haukuwa na maana. Pia hivi sasa wanajeshi wa kikosi cha 30 cha mgambo cha jeshi la Urusi wanaondoa ngome za mpaka wa Ukraine kwenye maeneo yenye misitu inayozunguka kijiji cha Guyevo ambacho awali kilikombolewa na Urusi. Naibu kamanda wa kikosi hicho kutoka kikosi cha Urusi cha mapigano cha kaskazini kinachofahamika na wito huo maarufu kama Yesenini aliweza kusema hivyo. Sasa wanapanua misitu iliyopo karibu ambako kuna ngome za Ukraine. Kazi zao kuu ni kumtega Gonal na kukabidhi mpaka kwa walinzi wa mpakani. Gonal anashiriki nyumba ya watawa ya karne nyingi na mawasiliano ya chini ya ardhi na kuifanya kuwa eneo lenye nguvu sana, ambapo eneo hilo sio kubwa sana. Mpaka huo uko nyuma tu yake Yesenini ilisema hivyo. Katika mwezi huu tarehe 8 ilielezwa kuwa visehemu vya kikundi cha mapigano cha Urusi cha kaskazini vilikomboa kijiji cha Guyevo huko mkoani Kursk mkoani humo. Mashirika ya usalama ya Urusi pia awali yaliweza kuliambia shirika la habari la TASS kutoka nchini Urusi ya kuwa mapigano makali bado yanaendelea katika makazi hayo, hasa pia vijiji vya huko Gonal na Oleshinya, pia katika mkoa wa Kursk kwa ujumla. Majeshi ya Urusi yanaendelea kukera au kushambulia huku baadhi ya vitengo vya Ukraine vikiacha nyadhifa zake na kurudi nyuma kuelekea mkoa wa Sami nchini Ukraine, ambako pia mpaka sasa kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Urusi imeeleza kuwa Ukraine imepoteza zaidi ya wanajeshi 74,000 tangu kuanza kwa mapigano katika jimbo la Kursk nchini Urusi, ambako pia operation ya kuondoa wanajeshi wote wa Ukraine bado inaendelea katika maeneo machache ambayo wamekwisha kusalia katika jimbo hilo. Na huu ndio mwisho wa taarifa au ripoti kutoka huko mkoani Kursk kuhusu kila ambacho pia kinajili hadi muda huu. Hivyo basi kila ambacho pia kitaendelea kutokea au kuripotiwa kutoka Kursk nitakufahamisha hapa. Cha msingi endelea kunitembelea kila siku na kila wakati kufahamu mengi zaidi ambayo na kuwa na kufahamisha kutoka vita vya Urusi na Ukraine ambavyo vilianza tangu mwezi Februari ya mwaka 2022, ambako pia mwezi Agosti mwaka uliopita vikosi vya Ukraine viliweza kuvamia rasmi mkoani Kursk nchini Urusi. Hivyo basi majeshi ya Bwana Putin bado yanamalizia ukombozi wa mji huo, ambako mpaka sasa asilimia kubwa ya jimbo hilo tayari limekwisha kukombolewa.